ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى حقا تقواه. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. يا عباد الله، أما خطبتنا اليوم إن شاء الله سنتكلم فضل سورة الفاتحة وما توجد فيها. فضل سورة الفاتحة وما توجد فيها. Kutoka katika imani ya Kiislamu, na kuhusieni pamoja na yuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ziada na rehema zimwendee kiongozi wa umma, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa ndani ya mwezi miongoni mwa miezi mitukufu Dhulqaada, katika miezi minne ambayo imetajwa katika surati At-Tauba sura ya 9 aya 36. Moja ni katika mwezi huu ambao ni mwezi wa 11 ambao ni Dhulqaada au Dhulqaada. Kuzungumza kwa imani, hotuba yetu ya leo tukiwa ndani ya maandalizi ya ibada ya Hija na wenzetu wengine tayari washakwenda, nimeonelea kwamba nizungumze kitu ambacho inawezekana kikawa ni kitu kimezoeleka, lakini kitoka katika mazoea kiende katika uhalisia wa jambo lenyewe. Hotuba inasema fadhlu surati al-Fatiha wa ma tujadu fiha, ubora wa surati al-Fatiha na yale yanayopatikana katika surati al-Fatiha. Surati al-Fatiha ni sura maarufu ambayo kila mtu anaijua, lakini je, unajua ubora wake? Je, unajua yanayopatikana mle? Hii sura ikoje? Nisikilize vizuri. Allah katika surati al-Kahfi, sura al-Kahfi, surati al-Kahfi maarufu, sura ya 18 aya ya mwanzo kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: a'udhu billahi minash shaitani rajim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shukrani nyingi ni ashukuriwa yule ambaye aliyeteremsha kitabu hiki al-Qur'an, wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-awaj ni neno la Kiarabu. Al-awaj ni kitu ambacho kinachopingana. Qur'ani Allah anaifanya sio awaj, haipingani, maana aya hazipingani. Aya zote ziko katika mifumo aina moja. Huwezi ukasoma aya fulani ukakuta upande fulani aya ile inapigwa na aya fulani. Ile inaitwa al-awaj kwa Kiarabu. Allah hakuifanya Qur'ani wa awaj, ina maana wadhun mubayyinun mafhumun. Ni kitabu ambacho kiko wazi, tena kiko wazi mno na kinabainisha kila kitu. Ndugu zangu katika imani, suratu al-Fatiha laha asma'un kathira. Suratu al-Fatiha ina majina mengi, Minha miongoni mwayo Ummul Kitab, inaitwa mama wa kitabu. Ummu ni mama kwa Kiswahili. Ummul Kitab inaitwa mama wa kitabu. Si hivyo, na jina lingine inaitwa suratu Salah, sura ya swala. Mtakuja kuona habari hizo. Na si hivyo, watusamma al-mathani, inaitwa al-mathani. Ay maana al-mathani li'annaha tuqra'u fi kulli rak'ati imma al-fardhi au sunna. Inaitwa al-mathani kwa sababu inasomwa mara kwa mara, ima katika swala ya fardhi au katika swala ya sunna. Maamuma anayefuata imamu
huyo al-maamuma al-muwafiq, imamuma ambaye ameanza na imamu. Unaona maimamu akimaliza au katika sura za jahra au katika sura za wazi au katika sura ambazo tunasoma kimya kimya, kila mtu anasoma suratul Fatiha. Au kama unasali sunna lazima utasoma suratul Fatiha, isipokuwa al-maamumu al-masbuq, so al-muwafiq, imamuma ambaye ametanguliwa na imamu kisheria. Ukamkuta imamu katika rukuu, ukahirimia sala ukarukuu kabla ya itilali, wewe suratul Fatiha pale inakosa wajibu. Ndio anaitwa al-maamumu al-masbuq kisheria. Kwa hiyo inaitwa sunna, inaitwa suratu al-mathani لأنها تقرأ في كل ركعة، إما السنة أو إما الفرض أو السنة. يا عباد الله، سورة الفاتحة سميت بهكذا لأنها سورة الفاتحة بيتايو وسبباني لأنها يفتح بها القارئ القرآن الكريم. يلبس ماي وقرآني هو زنايو في أول المصحف. أنجلي المصحف سورة أول سورة الفاتحة، سورة الكتاب ماما وكتابه، سورة الصلاة tunasoma ndani ya swala. Unaona? Na ina majina mengine. Hakuna mtu yoyote ambaye anayetunga kitabu kwa wasomi mnaojua, kiwe kitabu cha Kiswahili au kitabu cha Kiingereza, kitabu chochote huwa kina kitu kinaitwa utangulizi. Vitabu vyote vinavyobiliwa vina utangulizi, alafu ndio unakwenda kwenye mada ya kitabu. Sasa sura ya Qur'ani utangulizi wake ni suratul Fatiha. Hebu iangalie suratul Fatiha ilivyo. Angalia Islam. Anasema suratul Fatiha kad ishtamalat fiha sifatullah subhanahu wa ta'ala wa jalalihi. Suratul Fatiha imekusanya utukufu Allah subhanahu wa ta'ala, sifa zake na utukufu wake. ابتدأت بسم الله مستعينا أو مستعينا به القارئ. سورة الفاتحة وتوانا ماذا بسم الله الرحمن الرحيم. ومصماني أنا فانا استعانو anaanza kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu amsaidie katika kusoma suratul Fatiha. Islam suratul Fatiha hiyo sio ina alhamdulillah. Na alhamdulillah unayoiona bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Angalia maneno haya, kasome kitabu chochote kama kinafanana na hiki, unaona utakuta kuna kalima tu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadi yenyewe inatisha, alhamdulillahi rabbil alamin. Maneno haya yanaonyesha almustahiqu ashukri huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetakiwa kushukuriwa ni Allah mwenyewe. Ndio unaona alhamdulillahi rabbil alamin. Yawezekana unasoma umezoea wewe huelewi, lakini suratul Fatiha ila alhamdulillahi rabbil alamin hiya alkalimatu allati yaquluha almuslim. Maneno haya wakati mwingine Muislamu yasema hina yadidu ni'matun min ni'matillah. Anapopata neema bwana fulani bwana amefaulu, alhamdulillah. Alhamdulillah bwana, alhamdulillah. Nilikuwa na matatizo, alhamdulillah. Nimejenga nyumba, alhamdulillah. Ukiamka asubuhi unasema alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Idha dhahabta fi bayt al-khala' ukienda toilet, alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Haya maneno tunatumia Waislamu. Unapoyatumia alhamdulillah rabbil alamin, rabbul alamin. سورة الفاتحة تتكلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن. الرحمن أي معنى الرحمن؟ ذو الرحمة العامة والذي وسعت رحمته جميع الخلق. ni rehema za Mwenyezi Mungu ambazo zimeenea
Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahman. Nenda ukaangalie wewe, kuna viumbe ambao wanaishi katika mazingira ambayo huwezi kujua yaingiaje. Unaukuta mti ulivyo, ndani kuna mdudu anaishi mle, anaishi mle, aliingiaje? Oksijeni anaipata wapi? Angalia Allah alivyo. Angalia wanyama wanavyoishi maporini, wadudu. Angalia kina samaki wanavyoishi baharini na ziwani na mitoni, wanaishi ndani ya maji. Arrahman. Ndio malaika Bwana Mtume sallallahu akasema Arrahman, anasema Arrahmanu yarhamuhum, anasema irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kuna hadithi imeanza, anasema Arrahmanu yarhamuhum. La, hadithi inasema wenye huruma Allah waonea huruma. Waoneni huruma walio ardhini, akaoneni huruma walio mbinguni. Kisha kiarabu hapo kidogo imechanganya kidogo. Unaona, kwa Arrahman dhu rahma al-amma yani. Sala amma bana al-ama. Yani huruma yake imeenea katika viumbe wote, bila kujali Muislamu na si Muislamu, bila kujali anayemwabudu na si mwabudu. Hebu angalia unapokwenda mjini, ukaangalia umati ule, watu wanaoishi Dar es Salaam, wanakula, wanakunywa, wanasafiri, wanaumwa, wanapona, wanafanyaje? Hebu angalia Rahmani anaofanya. Nenda masokoni uone, nenda hospitalini uone watu walipolala. Rahmani wengine wanaondoka wanabaki wazima. Rahmani. Lakini sivyo, miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala katika hiyo sura al-Fatiha kuna Ar-Rahim. Ar-Rahim bil mu'minina fil akhirah. Ar-Rahim bil mu'minina fil akhirah. Hii ni mambo ya akhira kwa ajili ya waumini wa Kiislamu. Na anasema huma asma'ani min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الى اخره. Katika majina ya Allah tabaraka wa taala, jina kubwa ni Allah. Hiyo ndio jina kubwa, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wewe kila siku unatamka na wengine tunasali tunatamka maneno. Unaelewa maneno? Waislamu, suratul Fatiha inadhihirisha neema za nje na ndani Allah alizoziweka katika dunia na katika dini, au katika dini na katika dunia. Waislamu, hebu tembea barabarani uangalie viwete wale. Kiwete anatembea kwa kutumia magoti. Hivi huyu anaishi vipi? Anaendaje chooni? Hebu angalia Ar-Rahman alivyo. Angalia Mwenyezi Mungu anapoumba viumbe ambao ukiangalia mwenyewe unaogopa. Angalia majoka makubwa, ikiingia kobra hapa hauwezi kukaangua. Ar-Rahman. Suratul Fatiha tatakallam. Suratul Fatiha inazungumza kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Ay maliki yawmiddin. مالك أيام الدين أسمى يوم الدين أي يوم الجزاء على الأمان، إما الحسنة والسيئة. مالك يوم الدين. Ukisoma maneno haya kama unajua tafsiri yake, hata ile mabega utashusha. Kama una mabega hivi utashusha. Kama una cheo fulani wewe ni bosi, sina mali na nini, utashusha kidogo. Utashusha zaidi. Maliki yawmiddin. Yeye ndiye mfalme wa siku ya malipo. Hakuna yoyote ambaye hataweza kuongea. La ahad yatakallam yawm al-qiyama illa biidhnihi. Hakuna yoyote atakayetoa sauti mwanadamu. La ahad yatakallam, hakuna yoyote atakayetoa. Basi kama wewe Kiswahili hata Kiarabu, la ahad yatakallam, hakuna yoyote atakayejaribu kuongea ila mpaka hapa hivi. Sasa usijue sana na manabii, na maana hujanielewa wewe. Na manabii hivyo hakuna atakayeongea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema billahi minash shaitani rajim, yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Siku ambayo wakumbusha umma wako, siku ambayo atasimama Jibril alayhi salam na malaika wakapanda sofa wote, la yatakallamuna, hakuna atakayeongea, la yatakallamuna. Kama ulikuwa wewe huko ukienda kuongea na waandishi wa habari, vyombo vya habari vinakuzunguka kule, una kitu, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba, na atasema maneno ya ukweli, atasema mambo ya ajabu. Huyo ndio Malik yawmiddin. Surah al-Fatiha tatakallam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unayasoma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nahnu natadarraru ilayka ya Rabbi. Allah, tunanyenyekea kwako wewe. La rabbu siwaka, hakuna mola isipokuwa ni wewe. Wanasta'inu bika wahda fi jamii umurana au fi jamii umurina, tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu katika mambo yote ambayo tunayotupata. Wa hadha huwa dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, tauhid, ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pale tunatakhayas na tadarrub, tunanyenyekea. Iyyaka na'budu katika lugha ya Kiarabu, wale tusome lugha ya Kiarabu, kuna vitu vinaita mafulu mbili, unajua kuna mukaddima na muakhar. Sasa iyyaka na'budu ni wewe tu tunaikuabudu. Mwenyezi Mungu kusema na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, wewe tu. Sasa unapomwambia Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, alafu unapofanya si kweli, wewe ni mwongo. Inakuwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu lakini unairizi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu nyumbani una tarasimu, umeandika kikaratasi umekiweka pale, sijui kuna kusaidia nini wewe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sijui zindiko. Mtume alifanya zindiko wapi? Kuonesha maandiko. Hatu burhanakum, leteni dalili, baba dalili wala dhalika, leteni maandishi. Sio maneno ya kitu hapa. Leta dalili ya mtu atuonyeshe hadithi angao maudhu, yani ya urongo, kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwandikia sahaba hizi au tarasimu, nenda kwa biashara zako, au alifanya simu nenda kafara. Ana alafu maana kafara, kafara tu huwa kafara tulidhulumi. Mtu anachukua mayai visa na mchele na nyembe na malimau na anasema ni kafara. Kafara wewe, hii lugha ya Kiarabu wewe, kafara nini? Mmepata wapi? Leta dalili. Mambo ya ajabu. Surah al-Fatiha, ndugu zangu, tunaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pale tunadhihirisha kwamba yeye ndiye tunayemuomba na yeye ndiye tunayemwabudu na yeye ndiye tunamuomba msaada. La yajuzu al-muslim, si halali kwa Muislamu أن يصرف شيئا من عباده أو من أنواع عباده من أنواع عبادة الله إلى أحد كالدعاء والاستغاثة والذبح والاستعانة. Hakuna ruksa kwa Muislamu kuchukua vitu kama hivi kuomba. Juzi leo tuko katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqaada, baada ya dhalika yake Dhulhijja sanango, tutakuja kuangaliana. Wako Waislamu watakwenda makaburini waomba babu zao, wako Waislamu watakwenda kufagilia makaburi yao, makaburi ya babu zao, makaburi ya ndugu zao. Aina hujatum hadha, mmeyapata wapi? Mmeyasoma wapi? Tuonyesheni vitabu. Mimi najua ziaratul qubur sunnatul lirijal, wanamume kufanya ziara makaburini ni sunna imethibiti, walakin la tusannu linnisa'i, wanawake si halali kuingia makaburini. Mtaona mnaelewa mnafanya nini? Mnajua madhara yake, mnafahamu. Kuna vitu viwili unapofanya jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya, kuna mawili: ima unamtuhumu kwamba alificha, umejigundua, ima unamsingizia urongo. Sasa andaa maswali. Sasa mtu anakwenda kaburini mle na watoto wake,
anamwambia marehemu baba yake ambaye ndio wao ni ndugu zake, anasema baba, nimewaleta wadugu zako waangalie kwa jicho la huruma. Huyu mmoja hapa ana feri sana, akili yake iko vizuri. Unafahamu babu yako ambaye ni babu yao, baba yako anataka dua kwa moyo na sadaka. Basi Suratul Fatiha fi shifaa'ul qulubi, kuna shifa ya ponyo lilladhina lahu amradu riyai wal utb wal kibria, kwa watu ambao wana maradhi ya ria na maradhi ya kujiona na kibri. Tamba yeye anaonekana yeye kasoma sana, ana mali sana. Suratul Fatiha nikomesha. Basi Suratul Fatiha tatakallam, Suratul Fatiha inazungumza ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Hada huwa dua. Al-abdu yad'u rabbahu, mja anamuomba Mola wake kwa niongoze katika njia iliyonyooka na unithibitishe katika njia iliyonyooka. Ma huwa tariqul as-siratal mustaqim? huwa al-islamu alladhi huwa at-tariqul wadih al-muwassil ila ridwanillahi subhanahu wa ta'ala wa ila jannatil khuldi. Ni Uislamu ndio sehemu ya kuongoka. Ukishakuwa Uislamu kwa shida. Tatizo Uislamu wengine hatujui. Tuna Uislamu wa kuishi, si wa kusoma. Na ndio unaona tunafanya mambo ya ajabu. Asiye Muislamu anaenda makaburini na wake zake na familia nzima na watoto wa umwembe. Yaani mwanamume anakwenda na sisi tunaenda huko na wake zetu. Haiwezekani ibada zikawa zinafanana. Kasoma tunakafiruna. Haiwezekani. Makaburi ya Waislamu yajengewe na makaburi ya Waislamu yajengewe. Na amekwambia haya mmeyapata wapi? Kujengea makaburi. Yameandikwa kitabu gani? Waislamu. Haya maneno tunasema, lakini tunakwenda kinyume, matokeo yake inakuwa mtu hawezi kujua kwamba anasema nini. Waislamu, hii ni moja miongoni mwa kosa tunazozifanya. Tunafanya vitu kienyeji. Dini haiko hivyo. Hii sio kampuni ya mtu. Kama umeanzisha kampuni yako, biashara zako tukanipa kuendesha, sio dini. Hii dini inataka dalili. Waislamu, Suratul Fatiha tatakallam siratal ladina an'amta alayhim, siratal ladina an'amta alayhim, tariqul ladina an'amta alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو أهل الهداية والاستقامة. Tuongoze njia ya wale walioneemesha ambao ni manabii na watu wa kweli na mashahidi na watu wema, na ndiyo njia sahihi na ndiyo njia msimamo wa Uislamu. Unamwambia ihdina as-siratal mustaqim, unaomba Mungu Mwenyezi Mungu anamwambia hapa maneno haya kila siku. Uislamu سورة الفاتحة تتكلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. المغضوب tunapoomba usitujalie katika njia wale waliokasirikiwa juu yao, arafu al-haqa, walijua ukweli, wala miamala bihi, lakini hawakutendea haki. Wao Wayahudi, Wayahudi walikuwa Uislamu, wanaotoka Muislamu ni dini ya kweli, lakini wafuati. Na miongoni mwa watu wenye madhara duniani mpaka leo, Wayahudi wanaongoza, na ndio wauaji wakubwa. Angalia Israeli wanafanya bado. Angalia ushenzi wanaofanya pale. Waua hata kwa sheria ya vita vya kimataifa. Hizo sheria za kimataifa haruhusi kuoa mtoto wala mwanamama wala wazee. Leo wanafanya nini? Je, hawa wanaoa si binadamu? Hawana haki ya kuishi? Wanapouawa unategemea aliyewaomba akakaa kimya na atajibu? Sasa ama الضالين ولا الضالين أو كنا ناني الضالين هم الذين لم يهتدوا عن الجهل وهم النصارى. ni watu ambao hawakuondokana na ujinga, nao ni manasara wa man tabaahum, na atakayewafuata. Manasara wanasema la ilaha Isa ni Mungu na ni mwana wa Mungu.
Vipi Mungu azikwe afufuke? Vipi Mungu azaliwe? Vipi Mungu auawe tena asulubiwe na waja wake? Ya ibadallah, wad'ukum antum mu'minuna bil-yawm. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Sasa jamani, kuhusiana kwa mara nyingine inahusiana usiamu tumcha Allah tabaraka wa taala. Suratul Fatiha. Suratul Fatiha hii ni ndogo, hii imekusanya kidogo sana. Kama ingekuwa ni muhadhara, hata ukifanya mara ngapi huwezi kumaliza sura hii. Suratul Fatiha, suratul Ummul Kitab, mama wa kitabu. Anasema min fadl suratul Fatiha jaa alhadith. Sikiliza hadithi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume rehma na amani ziwe juu, afdalul Qur'ani, kuna hii mnajua unazojua afdalul nakira. Al-Qur'ani ni maarifa, nakira na maarifa vikutana, kuna indefinite kuna definite, kwa Kiingereza mnajua hivi vikikutana, ile nakira inakuwa ni maarifa, inakuwa kitu kinachofahamika. Afdalul Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin. Bora ya Qur'ani kuanza suratul Fatiha mpaka suratul Nas ni suratul Fatiha. Basi إذا قرأت سورة الفاتحة، إذا قرأت سورة الفاتحة وكسوم سورة الفاتحة وآية الأخير من سورة البقرة، نا آية زاموش كتك سورة البقرة وكسوم سورة الفاتحة مزولي، نا وكسوم آية زاموش كتك سورة البقرة آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه إلى آخره، وكسوم إزميل سكيل مزولي وجعلتهما نا وكسفانا الوسيلة ila Allah, kwamba ni wasila, yani ni njia ya kumwendea Allah tabaraka wa taala. Thumma da'awta Allah fima indaka, kisha ukamwomba Mwenyezi Mungu anayekusimu, bal a'taka, ila Allah atakupa, ila Allah atakupa. Ukisoma suratul Fatiha, haya maneno yako ndani ya vitabu, sio yako ndani ya kichwa changu, nimefanya tu. Ukisoma suratul Fatiha na ukasoma aya za mwisho katika suratul Baqara, unielewa, alafu ukamwomba Allah tabaraka wa taala katika shida zako ulizonazo na ukawa na yakini na Allah mwenyewe, Allah atakujalia hilo linalokusibu, ataliondoa. Sasa tujiulize, suratul Baqara tunaijua kusoma wengine? Wa Qur'ani Uislamu, Qur'ani tunaijua kuisoma? Hautupo. Basi anasema suratul Fatiha rukun min arkani salat. Suratul Fatiha ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Unaona kwamba sawa fardhi au sunna, sawa ni swala ya fardhi au ya sunna, la tasihu salatu lil'abdi illa biha, swala ya mtu yule kubalika mpaka suratul Fatiha. Jaa alhadithu, hadithi imekuja an Ubadah bin Samit radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم سمع لا صلاة ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. هذا صلاة mtu ambaye kusoma suratul Fatiha. Ndio naona vitabu vingi, kwa sababu al-madhhab, tunasema al-madhhab al-mustamilati fi Dar es Salaam au fi Afrika Mashariki, madhehebu mengi ambayo yamemili sana kwetu sio ni madhhabu al-Shafi'i na pengine. Kwa suratul Fatiha usipoisoma wewe, basi ndugu yangu swala huna. Na ndio naona hata vitabu vile ambavyo hatuelewi shekhi wake ni nani, kama Shalul Muslimina, mimi sijui shekhi wake ni nani, lakini yule bwana ameandika pointi moja, anasema wala abdala dha'i bidha'i, wala abdala dha'i bidha'i, nadhani kitu kama hicho. Kama akibaisha wadhi wala dhalin wadi, akisema la vua kaka vue, la mtasayo qira'ata, kisomo chake kikubaliki. Kama akisoma kikubaliki na sala huna. Sasa wewe jiulize, wewe unayeniangalia na mimi, suratul Fatiha tunajua kuisoma vizuri au ndio gaibi na kugubi gaibi?
Unagaidi hapa. Kwa nini ujifundishi kujua suratul Fatiha? Kwa nini ujifundishi kujua kusoma Qur'ani wewe? Zama hizi hakuna no alternative, hakuna mtu wa kutambua Qur'ani. Kwa sababu wasomeshaji wa Qur'ani wamejaa. Qur'ani mpaka tumewekewa kwenye simu zetu. Na simu zenu zile kubwa zina Qur'ani ndani. Lakini msikilize Muislamu, anasikiliza muziki, mambo ya ajabu, anaacha Qur'ani. Hii ndio suratul Fatiha kwa ufupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuongoze na sisi tuache mambo ambayo hayajathibiti. Mambo ya majority katika Uislamu hakuna majority. Hakuna suala unajua wengi wapi, hakuna chawaini wapi hapa, hakuna jambo hilo. Dini hii inakwenda kitabu wa sunna. Ayatu min al-Qur'ani au hadithi sahihi. Lakini sio maneno tu kwamba unajua ile Sheikh Al-Hadi ni shehe mkubwa, yule aliwahi kuisha hata kama anaishi haramu Makkah. Na malizia. Siku moja bwana Mtume sallallahu alisalisha ima salati dhuhri au salatu al-asr. Sikiliza maneno kama ulikuwa unajua au kama unajua na kukumbusha. Akasesha rakaa mbili. Ima ni adhuhuri na nyingine sema salati dhuhri, nyingine sema salatu al-asr. Baada ya rakaa mbili akatoa salamu. Sasa maswahaba wakaangalia. Vipi? Watu wanasali rakaa mbili bila rakaa. Ilikuwa wakakaa kimya. Tani amsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani wa kumwambia? Nani wa kumuuliza? Huyu Mtume wa Mwenyezi Mungu. Lao tungelijua thamani huenda siku moja uhai ukiwepo tuje tuzungumzie Mtume yuko vipi ili muelewe. Yawezekana unapomuelewa siku ile alipo. Sasa akatokea bwana mmoja anaitwa Dhulyadani. Dhulyadani kwa lugha ya Kiarabu ni msoma al-asma sita al-asma al-khamsa ni watu wanaambiwa mkumbo. Kuna kitu kinaitwa asma sita al-asma al-khamsa. Dhu ni sahibu shay'un. Bimali, bimini, bilhikma, bililm. Sasa yule bwana akasimama kwenye mzingiti ya mlango pale. Akasema ya Rasulullah, hivi swala imepunguzwa au imesahau? Akasema swala haijapunguzwa wala sijasahau. Akasema basi umesahau. Tena sema ya Rasulullah, Sheikh Muhammad, swala imepunguzwa au umesahau? Akasema swala haijapunguzwa wala sijasahau. Akamwambia umetusalisha rakaa mbili. Tusala akasema sahihi kama yakulu Dhulyadani. Ni sahihi anaposema hivyo kwa kusema na. Huyu ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Na riwaya nyingine inasema kwamba Jibril alayhi salam alishuka pale kwamba umesalisha rakaa mbili. Masafa ya kutoka kwenye mbinguni kuja hapa si masafa ya mbili unapokwenda gari yako na magari yanayokwenda kukimbia kufuzana, sio hayo, ni mbali sana kule. Akaja akamwambia umewasalisha rakaa mbili. Mswahaba akasimama wakasali rakaa mbili, akaita sahau, akatoa salamu alafu akaondokia. Akawaambia ana basharun mithlukum, mimi ni binadamu kama nyinyi. Yuha, mimi kitofauti na nyinyi napata wahi. Basi mimi ni binadamu naweza. Akasema ana basharun mithlukum ansa kama tansauna, nasahau kama mnaposahau. Fa idha nasitu fadhakuruni au kama qala, nikisahau nikumbusheni. Ndio wanachuoni wakaweka kwamba imamu akisahau sema subhanallah, ili kumtambia kwamba imamu amesharaka au kapunguza au ndio wanachuoni wakachukua. Watu ambao wanaona wanachuoni hawajasoma, kuna watu wanapiga dada, watu wanapiga vita, wanapiga wamesoma. Ndio anasema imamu Shafi kusoma. Wewe akija kwako vizuri, wewe unataka kusoma vizuri, kumsoma imamu Shafi vizuri, historia yake wewe kusoma vizuri. Sasa baadaye hapa akamwambia hivi kwamba nikisahau nikumbusheni, mimi ni binadamu, tena binadamu na sahau kama mnavyosahau. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika hatua ya kusema hivyo, lakini nyingine iliwahi mkanda, kwa nini sahaba alisimama kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu alijua Mtume hapa kasahau au swala imepunguzwa, na kasahau au swala imepunguzwa kwa sababu wahyi ulikuwa unaendelea. Uelewe hivyo. Leo ndio tusalishe rakaa 5 hapa, tunakwambia subhanallah unaendelea, tukakuacha na swala yako kwa sababu kuna wahyi sasa hivi. Tunajua sisi maamuma walioko hapa wana kumbukumbu, uwezo wa kusahau kwa imamu ni rahisi sana.
ni kitu kipo na kitu kama maumivu. Lakini maamuma anakuwa yuko vizuri kwa sababu anajua ile kaya kwanza ya kaya pili. Hata mwingine kama atababaika kati yake. Kwa hiyo tunazamuni katika imani hiyo ndio sura al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. اللهم اجعلنا من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انا نعوذ بك من شر الكافرين. اللهم انا نعوذ بك من شر الظالمين. اللهم انا نعوذ بك من شر الحاسدين. اللهم انصر اخواننا في دولة فلسطين. اللهم انصر اخواننا في دولة فلسطين. اللهم انصر اخواننا في دولة فلسطين. اللهم اجعلنا من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك.